Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe uliye kiongozi mlei kujifunza na kujikumbusha mambo mbalimbali ya kufanya ndani ya kanisa, hasa unapokuwa katika uongozi. Na mada kuu ambayo tunatembea nayo kwa mwaka huu 2025 ni karakana ya uongozi. Lakini leo ndani ya studio tukiwa bado katika kipindi cha Kwaresma, ni kuambie tu ninaye mgeni hapa. Nimkaribishe sana ndugu yangu au baba yangu, mzee John Lipingu. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wanaume Katoliki, nguzo imara hekalu ya Bwana. Kabisa, nguzo imara hekalu la Bwana. Babangu huyu yeye ni katibu wa UWAKA parokia ya Familia Takatifu Mburahati, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa UWAKA dekania ya St. Joseph, yote ni ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Basi babangu, karibu sana siku ya leo, ambapo mada msikilizaji ambayo tutakwenda kuzungumza leo, UWAKA au wanaume wa Katoliki Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam watakuwa na mkesha wa mfungo wa Kwaresma. Basi usiondoke kando ya runinga yako, karibu sana. Nimkaribishe tuweze kufungua kipindi kwa sala, twende pamoja na Mungu hadi mwisho wa kipindi chetu. Baba, karibu. Asante. Na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba wa mbinguni, Mungu mfalme mtakatifu, tunakushukuru kwa siku hii ya leo. Asante kwa wakati huu na dakika hizi ambazo umekwenda kutupatia kibali cha kupata nafasi ya kuzungumza kuhusu mada ambayo tumeitaja hapo tayari awali. Mungu mtakatifu, tunaomba utubariki, tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze sisi pamoja na wasikilizaji wetu wote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi msikilizaji, tunakukaribisha tuweze kutazama machache kuhusu mkesha wa mafungo ya UWAKA Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tayari tumesha wafahamu kwamba wanaume ndio watakusanyika, watakuwa katika huo mkesha wa mafungo. Kama ilivyozoeleka katika makundi mbalimbali yaliyoko ndani ya kanisa, vyama vya kitume mbalimbali huwa vina nafasi na vimepangiwa namna gani wao wataweza kufanya matendo ya huruma, pengine kufanya mafungo yao kwa kujumuisha pamoja, na mengine yale mafungo ya mtu mmoja kama ambavyo mimi na wewe tunafanya. Labda mimi nimefunga, lakini napata nafasi ya kutoka kujitenga na makundi ya watu, lakini kwenda sehemu kufanya sala pamoja na nikijipatanisha na Mwenyezi Mungu mimi binafsi. Kwa hiyo katika mwaka huu 2025 UWAKA wametoka mapema sana na wanakuja na mkesha. Hebu tumsikilize mzee John Lipindu. Tumsifu Yesu Kristo tena. Milele amina. UWAKA safari hii tunaona katika mafungo haya mnakuja kitofauti. Labda unaweza ukatuambia kwa nini mmeamua kuwa na mkesha? Asante mtangazaji, labda tu nianze kwa kusema katika mikakati yetu ya awali kabisa ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya wanaume Katoliki kwa kipindi cha mwaka huu wa 20 na 25, tumejipanga na tukio la kwanza kubwa la mkesha huo wa UWAKA, yani wa tarehe 21 kuamkia tarehe 22. Hiyo kwanza ni kumkaribisha Mwenyezi Mungu katika mambo yote matakatifu ambayo yatapita kwenye mikono yetu, lakini pia kujiweka tayari kwenye kipindi hiki cha Kwaresma ambacho tunajiandaa kwa ajili ya mambo yaliyo mema. Yani toka mwanzo kabisa tunaingia kwenye, nafikiri ilikuwa kwenye Jumatano ya Majivu. Moja kati ya somo ambalo limetembea kwenye ile siku ya Jumatano ya Majivu, tumeambiwa kabisa kwamba turarue mioyo yetu na wala sio mavazi yetu. Kwa hiyo kurarua mioyo yetu na wala sio mavazi yetu, maanake ni kubadilika kutoka katika hali tuliyokuwa nayo na kuingia katika hali nyingine ambayo sasa tunamuita Mungu kuwa karibu nasi.
Sasa ni namna gani tunamuita Mungu ili tuwe karibu nasi? Ndio katika hiyo mikusanyiko au katika hayo makongamano au katika hiyo mikesha ambayo wanaume tukiwa kwa pamoja na ile sauti ya pamoja, tunasema sauti ya wengi ndio sauti ambayo inapokelewa na Mungu kirahisi zaidi. Kwa basi tumejiandaa kwa hivyo. Lakini kabla hatujafikia hapo, mikakati yetu ya awali kabisa ambayo tulikuwa tukiifanya kupitia vikao vyetu mbalimbali, tulikuwa tukijiorganize au kujipanga kwa ajili ya kufanya hayo matukio. Kwa hiyo ili kulikamilisha hilo la mkesha huo, vikao vyetu mbalimbali vya jimbo vilielekeza nguvu kwa wanaume ili kujaribu kufikia hilo tukio kwenye kituo cha hija siku hiyo ya tarehe 21. Mpango mkakati wetu tuliokuwa nao, tulikuwa tumekubaliana na tumepanga kwamba at least kila parokia itoke na wanaume wasiopungua 30 kuendekea kwenye hiyo event yetu ya tarehe 21. Kwa mkakati huo na kwa utaratibu huo, tunaamini kwamba tutakapokuwa pale katika kituo cha hija, kituo kitakatifu, mahali patakatifu ambapo Mungu amepateua katika jimbo kuu la Dar es Salaam na kanisa la Tanzania, kwamba ni eneo ambalo watu watakusanyika na kupata neema na baraka, pia na rehema nyingi kutokana na historia ya kituo cha Pugu katika kanisa la Tanzania. Tumsifu Yesu. Labda kuna mwingine anaweza kuwa anatutazama, anasikia kutokana na historia ya hilo eneo la kituo cha hija Pugu. Unayo kidogo muhtasari, unaweza kutuambia yani hii Pugu ikoje kidogo ili watu waweze kufahamu? Mara nyingi tunasikia wengine wanaenda tunachanga, tunafanya vitu kama hivyo. Pugu ina mambo mengi sana, na tumshukuru mababa askofu kwamba wamekikabidhi kituo cha Pugu chini ya usimamizi wa wanaume Katoliki. Kumbe tunatumia nguvu zetu nyingi, tunatumia maombi, tunatumia uhamasishaji, tunatumia kila mbinu ambayo labda kila uwezo ambao Mungu ametujalia. Tunataka kukifanya kile kituo cha Pugu kiwe kama vile vituo vingine katika nchi mbalimbali, kama kule Kenya na kule Rwanda. Kumbe Pugu kuna vitu vingi pale vifanya. Pugu yapo makaburi ya wafia dini. Lakini Pugu tunavyo sisi UWAKA, tunavyo vituo vya njia ya msalaba ambavyo pia jimbo limetuambia tuvisimamie katika kuviboresha. Yaani kuvitoa katika vile viwango vya kawaida na kupeleka katika viwango vya vinavyokubalika kwa hali ya sasa hivi tulionayo. Lakini pia Pugu kuna kitu kinaitwa Biblia ardhini. Kuna vituo vya Biblia ardhini pale Pugu ambavyo ukiingia kwenye hivyo vituo na kutembea, na kama kweli umeenda kiimani kujaribu kuangalia ukuu wa Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu na chimbuko lake binadamu toka alikotoka mpaka hapa tulipofikia, ukitembea katika vile vituo vya hija, ukitembea vile vituo vya njia ya msalaba, lakini ukaingia pia kwenye ile eneo la tunaita hiyo Biblia ardhini, utakukuta yani utakutana na ule ukuu wa Mungu. Labda kwa namna moja au nyingine utakutana na Mungu japo kama humuoni, lakini kwa njia na hali jinsi ilivyo ile Pugu, unajua kabisa kwamba hapa nimeingia mahali patakatifu. Kwa namna hiyo basi sisi kama wanaume tunakwenda hatua kwa hatua. Kwanza tulianza na ile shed iliyoko pale ambayo sasa hivi hutumika katika ibada mbalimbali za kanisa Katoliki. Sasa tumeingia tena kwenye awamu nyingine. Labda tu niseme kwamba sasa hivi tunaingia kwenye mwaka wa 3 mfululizo wa kitu kinaitwa Pugu Marathon. Pugu Marathon, moja ya malengo yake makubwa ni kuboresha eneo la Pugu kutoka katika kiwango tulichonacho na kwenda kwenye viwango vya kimataifa. Kumbe basi ile michango ambayo inatokana na Pugu Marathon, wakimbizi na vile vitu vingine vyote na jitihada zile zote ambazo tunazifanya ya kutoka kwenye Pugu Marathon na kukusanya chochote ni kwa ajili ya kuinvest kwa ajili ya kituo cha hija Pugu. Kwa hiyo wanaume tumekabidhiwa na tunashukuru kwa sababu kanisa limetuamini kufanya mambo kama hayo. Lakini hatufanyi kwa uwezo wetu. Tunafanya kwa sababu Mungu ametuwezesha tuyafanye hayo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi mtazamaji, hiyo ndio picha kidogo ambayo Mzee John Lipingwa
patia picha kidogo ya kule katika eneo la hija Pugu, ambako Dar es Salaam pia watu waamini hufanya hija. Umetuambia kama eneo pengine linaweza likachukua watu kiasi gani? Pugu ina uwezo wa kuchukua watu wengi sana. Si chini ya watu 3,000 wanaweza kukusanyika maeneo yale. Ndio maana hata tunaamini kwamba kwenye mkesha, sio kwenye mkesha, kwanza tuanzie ile Pugu Marathon ya mwaka huu ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5. Katika mpango wa mkakati wetu tunaazimia kuwakusanya watu kati ya 3,000 mpaka 6,000 hivi hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba hiyo idadi kubwa ya watu watakusanyika katika eneo lile na kutakuwa na shughuli, yani bila ubugudha na masumbufu yoyote, kwa sababu Pugu ina uwezo wa kupokea watu wengi sana katika matukio kwa wakati mmoja. Labda licha ya kuweka tu eneo lile la kufanyia ibada na njia ya msalaba ya ardhini, kuwa na vitu mbalimbali ambavyo vinaashiria uwepo wa visakramenti, kuonyesha hapa ni mahali patakatifu. Kuna pengine mmeandaa pengine kama hivi watu wakifika labda kutoka mbali wanaweza wakapata mahali wakalala na kuendelea kumtafakari Mwenyezi Mungu katika mazingira hayo? Kwa uelewa wangu kwa sasa hivi bado hatujawa na accommodations pale. Lakini tunaamini kwamba mazingira ya pale yanaweza kumfanya kila mtu akaguswa na Ukristo, tena Ukristo Katoliki wake, kwa sababu kuna maeneo yote. Yani pale kuna eneo ambalo tunaita grotto ya Mama Bikira Maria, mtu anakwenda kusali pale. Kuna pale eneo la wafia dini, watu wanakwenda kuabudu na kusali pale. Lakini pia kuna grotto la Mtakatifu Yosefu na vieneo vingine vya hapa na pale. Vile vitu ambavyo vinamrudisha mtu kwenye hisia na mguso mtakatifu kwamba kweli amefika mahali ambapo ni patakatifu kwa sasa hivi. Lakini tunaamini kwamba huko tuendako tutafanya maboresho makubwa zaidi na Pugu itaitangaza kanisa la Tanzania kwa namna yake. Chini ya usimamizi wa wanaume Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Amina. Haya mtazamaji, hayo ndio mambo yaliyoko katika kituo hicho cha hija Pugu, na ndio maana wanaume wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam wanatoa mwaliko wa kushiriki katika mkesha wa mafungo ya Kwaresma. Na pengine tuweze kufahamu kwa nini mmeamua kuweka mkesha. Tunajua ndio hivyo, lakini kwa nini safari hii mmeweka mkesha ambapo tumekuwa tukiona watu wanakusanyika wakati za mchana, wakisali, wakimtafakari Mungu pengine siku 2, siku 3. Labda ninyi ni kitu gani ambacho kimewagusa hasa katika swala zima la imani? Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri hata maandiko yanatuambia kwamba tunapomtafuta Mungu tunatakiwa tumtafute kwa nguvu. Katika kumtafuta Mungu, yani ufalme wa mbinguni haupatikani kirahisi rahisi. Unapatikana kwa nguvu. Kwa sababu always tunapoishi duniani hapa, maana yake tuko kwenye mapambano na shetani. Anatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya kutuwini ili tuende kwake. Lakini sisi ni lazima tutumie nafasi au fursa tulizonazo kwa ajili ya kurudi kwa Mungu wetu. Sasa tukasema katika kipindi hiki cha Kwaresma kuna utulivu mkubwa, lakini pia kuna msimamo na malengo maalum ya kutekeleza katika kipindi hiki, kujitoa kutoka kwenye eneo tuliopo tuende kwenye eneo lingine, lakini katika hali ya usafi, kujitafakari na kujisafisha na kurudi mbele ya Mwenyezi Mungu hata kama tu wakosaji kila wakati. Sasa tukasema kwa sababu wanaume tupo wengi, ni lazima siku moja kama ikimpendeza Mungu, hiyo tarehe 21 twende tukakusanyike katika eneo lile takatifu pale Pugu, tukafanye hayo matendo matakatifu yenye ratiba mbalimbali. Umo ndani kuna vitu mbalimbali. Kuna kuna mapadre watakuja pale kueleza vitu mbalimbali. Labda maana nini maana ya jubilei. Sasa hivi tuko kwenye
mwaka wa jubilei kuu. Sasa Wakristo wa Katoliki tuna ile historia kwamba kila baada ya miaka 25 tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jubilei kuu. Kama niko vizuri nafikiri kwa hilo. Sasa vitu vyote vimeingiliana. Kwa hiyo katika kumtafuta Mungu tukaona kwamba Pugu itakuwa ni sehemu sahihi kwa wanaume. Tuende wanaume tukatumie fursa hiyo. Tukamtafute Mungu kwa pamoja. Sio kwa lisali moja, sio kwa masaa mawili. Yaani usiku kucha. Ninavyoamini mimi kuna masaa ambayo ukimtafuta Mungu anapatikana. Amen. Anapatikana. Labda kuanzia saa 8, saa 9, saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Kama unatafuta na unahangaika na Mungu kwenye kipindi hicho, matokeo yake utakuja kuyaona. Kumbe basi wanaume pale watapata fursa ya kuelezwa vitu mbalimbali. Mmoja wapo ikiwepo nini maana ya jubilei kuu. Nini maana ya jubilei kuu? Nini maana ya jubilei kuu ndani ya kanisa Katoliki. Lakini pia watapata historia na maana ya mafungo. Ni nini nguvu ya mafungo kwa mwanadamu au kwa Mkristo Mkatoliki ambaye amefunga? Japo sisi utaratibu wetu wa kufunga uko tofauti kidogo na taratibu zingine. Lakini ufungaji wetu maana yake ni kwamba unamuelekea Mungu. Inawezekana ukaambiwa labda ufunge kitu fulani, gharama ya vile vitu ambavyo ulikuwa unavitumia kwa ajili yako binafsi uweke kwa ajili ya kumtolea Mungu, au ukafanya matendo ya huruma sehemu fulani. Sasa ile concept ukiwa kwenye umoja namna hiyo, hivyo vitu vinafanya kazi zaidi kuliko ukiwa hata peke yako. Ndio maana tunaamini ndani ya kanisa Katoliki kwamba sauti ya wengi ni sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Kwa hiyo wengi tunakwenda kumuomba Mungu pale Pugu. Pale tukipata vitu mbalimbali kama historia na maana ya mafungo. Kuna vitu kama mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ikoje? Tunajua kila mtu anauelewa wake. Lakini wapo watu ambao wamebobea. Sasa wakianza kuteremsha hiyo kitu na wewe uko kwenye hali ya utulivu ukiwa unamtafuta Mungu katika maeneo yale, maana yake ni kwamba moja kwa moja wewe ni mhusika na unaguswa na lazima utatoka na utakaso mahali kama pale. Yaani hiyo ni imani yetu sisi wanaume wa Katoliki katika kumtafuta Mungu. Yaani na sisi tupo, hata kama watu wanafikiria hatupo, sisi tupo, tena tumejipanga vizuri. 2025 kabisa. Haya mtazamaji, ni kwamba mwaliko unatolewa wa kwenda kushiriki kwa wanaume wa Katoliki. Sasa hebu turudi tutafute sasa hawa wanaokaribishwa kushiriki, maana umesema ni wanaume. Ndio. Wengine pia wanao fursa ya kujumuika pamoja na nini katika mkesha huu mtakatifu. Ndio. Yani katika kutafuta neema, rehema na baraka za Mungu hakuna mipaka. Yani vile wewe ambavyo umejiandaa unakwendaje kumtafuta Mungu. Lakini mtangazaji, tukumbuke pia sometimes kuna mimi napitia maandiko, nasoma napitia. Mungu anasema napendezwa na watakatifu walioko duniani. Tunaupataje utakatifu kama tuingie kwenye maeneo kama hayo? Vipi wewe mtazamaji, maana maandiko yanasema tunapendezwa na watakatifu walioko duniani. Kwa hivi tunaanza utakatifu hapa duniani. Baadaye ndio tunakwenda kule. Tunafanya mazoezi hapa. Tunafanya mazoezi hapa duniani. Haya, tukitazama hizi nguzo kama ziko 5 hivi katika kipindi hiki cha Kwaresma. Labda ninyi mnazitazama namna gani hasa kama uwaka? Na je, mnakuwa na mafungo kwa mara ngapi? Labda ni hiyo mara moja tu, ikiwemo hiyo sala, toba, kufunga pia, kuwa na kitubio, kuwa na matendo ya huruma na vitu kama hivyo. Mnapanga kukutana mara moja tu katika siku hizi 40 au mnakuwa na mara 2 au mara 3 vitu kama? Asante. Kwa ufahamu wangu mimi kama uwaka jimbo. Ndio. Hiyo mafungo ya tarehe 21 ni moja kati ya sehemu ya vitu vikubwa sana ambavyo tunavifanya katika mwezi huu wa Kwaresma. Sisi kama jimbo katika mwezi huu wa Kwaresma tuna mpango maalum ambao unaitwa matendo ya huruma. Matendo ya huruma. Tunayo matendo ya huruma. Na makanisa yote tulionayo, au tuseme parokia zote tulizonazo hapa, jimbo kuu la Dar es Salaam zinatambua
kama kila parokia ina mchango wake maalum kwa ajili ya matendo ya huruma ndani ya hiki kipindi cha Kwaresima. Hata hivyo viongozi wetu wameshaanza kutuhamasisha na kufanya kila jitihada kwamba kila kiasi ambacho tumepangiwa kiparokia, nadhani kama 1,500,000 hivi katika kila parokia, hiyo pesa iweze kuingia kwenye akaunti ya matendo ya huruma, ili viongozi wetu waweze kupata nafasi ya kujua ni kiasi gani ambacho kimepatikana, na tuweze kwenda maeneo lile maalum ambalo matendo ya huruma yanatakiwa yakafanyike even before huo mwezi wa Kwaresima, siku 40 za Kwaresima hazijaisha. Kwa hiyo mkesha ni sehemu tu, lakini matendo ya huruma ni jambo ambalo tunalifanya kila mwaka katika kipindi hiki cha Kwaresima. Hilo linaeleweka. Haya basi, tunapenda kuwashukuru katika hayo mambo mazuri ambayo tufahamisha kwamba itakuwa ni tarehe 21 kesho kutwa. 21 Jumamosi, muda itakuwa saa ngapi? 21 ni Ijumaa. 21 Ijumaa, kuamkia Jumamosi. Sawa. Ratiba inaonyesha kuwasili pale ni kuanzia saa 12 jioni. Yaani wale ambao tuko tayari kwa ajili ya kwenda kumtafuta Mungu, kuanzia saa 12 pale milango iko wazi. Kwa hiyo ratiba ni kuanzia hiyo saa 12 mpaka saa 1 asubuhi. Ambayo hiyo saa 1 asubuhi ratiba inaonyesha kwamba tunaenda kufanya misa takatifu kwa ajili ya hilo tukio. Kama kufanya yani kukamilisha lile azimio, kumshukuru Mungu kwa yale ambayo yatakuwa yametokea katika mkesha ule wote. Mwisho tutakamilisha na ibada takatifu asubuhi. Na pengine ni nani ambaye anaongoza hiyo adhimisho la misa takatifu? Pengine watu wakifahamu itakuwa sio mbaya kama inakubalika. Itakubalika tu kwa sababu iko ndani ya ratiba. Kwa nilivyokuwa nimeiangalia ratiba, kunao mapadre mbalimbali, japo siwezi kuwakumbuka wote kwa majina. Lakini pia mkurugenzi ana kipindi chake katika hayo mambo. Kuna Father Case Prosper ana kipindi chake katika hiyo ratiba. Na kuna mapadre wengine 2 watatu na wana vipindi vyao. Tunabadilisha, lakini pia kutakuwa na maombi maalum katikati hapo. Kutakuwa na kwaya, kutakuwa na rozari ya huruma ya Mungu. Ndio naposema kwamba kuna masaa ambayo wewe usali, lakini yani sala hiyo unapoifanya tunaamini ya kwamba Mungu yuko macho na anapokea moja kwa moja. Mmoja kati hivyo vitu ni rozari ya huruma ya Mungu. Na hiyo itafanyika saa 9, kuanzia saa 9 kamili usiku. Rozari ya huruma ya Mungu itaendeshwa pale Pugu. Kwa hiyo niwaalike tu wanaume wenzangu na wale wengine wana mapenzi mema, kama hawaja kupata nafasi ya kusali rozari ya huruma ya Mungu na wakaona inafanyaje kazi rozari ya huruma ya Mungu, hasa katika muda wa saa 9 usiku, basi niwaombe tutue kwa pamoja. Lakini mimi ni shuhuda kati ya hizo rozari ambazo zinafanya kazi usiku, especially ile ya huruma ya Mungu ya saa 9. Haya basi, mpenzi mtazamaji, tukuombe tu kwako wewe ambaye pengine uko mbali ya mikoa, nadhani pia television au vyombo kwenye social media watakuwepo hiyo siku, basi unaweza ukaanza kufuatilia kuhusu ibada hiyo ya mkesha wa mfungo wa Kwaresima, ukafuatilia tarehe 21 kuamkia tarehe 22, matukio mbalimbali ambayo yanaendelea, lakini pia ukajifunza mada ambazo zitawasilishwa na mababa padri. Labda kwako wewe mwingine anaweza kuwa mikoa ya karibu, yuko Tanga hapa, yuko Morogoro tu hapa, anaweza akaja ninadhani akajipanga kaja akayashiriki na kesho yake akaenda. Kwa maana katika kumtafuta Mungu, mzee John ametuambia hapa uendi kilele mama, natumia nguvu. Basi nikwambie tu tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yameandaliwa na UWAKA kwa siku hiyo ya mfungo wa Kwaresima wa UWAKA Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam.
Na mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, basi tunaendelea. Tunakukaribisha tena ikiwa ndo kwanza unafungua runinga yako au ndo kwanza unajiunga na kipindi hiki. Ni kipindi cha Walei Tuzungumze. Katika siku ya leo tunazungumzia kuhusu mkesha wa mfungo wa Kwaresma ambao umeandaliwa na wanaume wa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam UWAKA. Na tulikuwa wawili pamoja na mzee John, na sasa tumemkaribisha baba mwingine hapa ili aweze kutupatia mambo mengine mazuri ambayo yanafanyika pia katika mkesha huo. Tuko pamoja na mzee wetu Amedeus. Karibu sana. Asante Amedeus sana, Mosha. Huyu ni mwenyekiti wa UWAKA Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Karibu sana, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina dada, nashukuru sana kwa karibisho. Amina. Na bila shaka sasa tunaweza sasa tukafahamu katika kipindi cha Kwaresma tunajua yapo mambo mengi ambayo Mkristo anatakiwa kujibidisha ndani yake. Ndani ya siku 40 atembee walau kuacha yale mambo ya kale na awe katika utu mpya. Lakini si kuishia tu kwa siku zile 40 na baada ya siku 40 tuseme niwe maisha na mtindo wa maisha. Tunaona yapo haya mambo matano: kuna sala, kuna toba, kuna kufunga, kuna kitubio, kuna watazama watu. Ninyi UWAKA, tumeona mmejipanga kwa ajili ya mkesha na vitu kama hivyo. Pengine kuna mambo gani ambayo unaweza ukayaongezea ambayo labda hatuja yagusa sana katika kuhakikisha basi huyu muamini Mkristo hasa Mkatoliki ambaye anatembea katika siku 40 funga yake ili iwe na thawabu? Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kikubwa ni kuelewa mafungo ni retreat, na retreat hii ina maana ni muda wa mwanadamu Mkatoliki kuenda faraga kidogo, atafakari maisha yake kiroho. Maneno mengine tunasema ni mazoezi ya kiroho au ni recollectio. Mtakatifu Inyasi wa Loyola anaongea sana juu ya haya. Sasa sisi kitu kikubwa tumepanga pale Pugu. Unajua hata wa misionari walipokuja walitafuta hapa Dar es Salaam, wakaona mahali pazuri ni pale Pugu Kilimani. Kwa hiyo wakaenda pale Kilimani mwaka 1888. Sasa walipofika pale palikuwa pazuri sana. Palikuwa na chemchem, palikuwa na msitu mzuri. Ingaje siku hizi Laudato Si ndio inapaswa ionekane sasa. Katika kupanda wameharibu. Kwa hiyo kitu kikubwa sasa sisi tuna kwenda mlimani. Tunapopenda kwenda pale mlimani tunafanya retreat kutafuta kufunguliwa. Sisi tunataka kufunguliwa wazi katika tumepata ubatizo. Kwa hiyo tunataka kwa ubatizo wetu tuweze kufunguliwa, kulishwa neema ya ubatizo wetu. Kwa hiyo mara nyingi sisi wa Katoliki tu matajiri sana lakini tunaishi kihoihoi. Imani yetu tunaishi kihoihoi. Tumefanywa watoto wa Mungu lakini tunaishi kama watumwa. Kwa hiyo tunaishi kinyonge, hatujaelewa umuhimu wa ule ubatizo wetu. Kwa hiyo kwa sababu mojawapo sababu tunayoiona tuliingia kwenye ubatizo labda kwa mlango wa uwani. Sasa hapa kwa mlango wa nyuma ina maana kwamba bila katekisi ya kutosha. Ndio maana unaona sasa hivi tuna imezaliwa neo catechumenato kusaidia wabatizwa kuelewa vizuri katekisi ya ubatizo wetu. Kwa hiyo shabaha ya mafungo kila mara ni kujaribu kugundua huu utajiri tulio nao. Kwa hiyo mafungo yanatupa mazoezi ya kiroho. Haya mazoezi ya kiroho
yanatufanya tuwe watendaji wazuri katika imani yetu na katika safari yetu ya kiimani kuelekea katika utakatifu. Mafungo haya yanapaswa kuchukuliwa, yasichukuliwe kama mafundisho tu ya dini, bali ni usikivu zaidi. Tunaenda pale kusikia sauti ya Mungu kwa sala na tafakari. Vile vile tunapaswa tujibu maswali mbalimbali tukiwa pale kwenye faraga. Tunapaswa tujitengenezee jangwa, yani jangwa ndani ya mioyo yetu. Waislamu wanasema bustani ya Allah. Maana yake pale Allah ameondoa viumbe vyote pale jangwani ili ufike utembee kwa amani, upate nafasi ya kutembea kwa amani. Na sisi tunafika pale, Mungu anatusubiri pale ili aweze kusema na sisi pale Pugu. Kwa hiyo tunapaswa wote tuache mambo mengi. Mara nyingi mtu anasema mimi siwezi kwenda kwa sababu nina kikao. Wengine anasema nina semina, wengine wanasema tuna mikutano, wengine wanasema tuna mafundisho. Lakini sasa kipindi hiki tunayaacha yote, tunaenda pale faragani kutafakari haya mambo mengine ambayo tumeyaacha. Kwa hiyo tunapaswa tusahau shughuli zetu zote tunazodhamiria, tuende kusikiliza hili la ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mara nyingi retreat ni sawasawa na kwenda Bethania, kwenda miguuni mwa Yesu pamoja na Maria aliyechagua fungu lililo bora. Nalo ni kumsikiliza na kumtazama yeye. Tunapaswa kusahau ule Marta ule. Marta unaona Marta kila saa anasema huku kuna chakula, alafu anakuja anasema Maria, mbona umeniachia mashughuli yote? Kumbe sisi tunapaswa tuache shughuli zote, alafu tuende tuvae vazi la Maria na sio la Marta. Kwa hiyo wakati mwingine katika retreat tunapaswa tukae kwa usikivu, alafu utamuona Kristo akipita kando yako, anakuita, anakuambia njoo nifuate. Sasa anapokuita anakuambia njoo nifuate, na wewe unapaswa umjibu kwa ujasiri kwamba niko tayari Bwana. Kwa hiyo tunachotaka kuwaambia wanaume wote ni haya mambo, kwamba wasahau mambo yote. Ijumaa unajua ni weekend. Watu wengine wako kwenye meza ndefu, wengine wako kwenye shughuli fulani, lakini tunawaomba waache vitu vyote hivi, wamfuate huyu Kristo pale mlimani. Wadhubutu kuacha shughuli zao zote, tuende kwenye retreat ambayo tutakaa kwenye ukimya tukimsikiliza, na tutapata kitu. Tutatoka pale tukiwa na kitu kipya ambacho katika mwaka huu inatuonyesha mwaka huu wa jubilei wa mwaka 2025 itatusaidia sasa kutafakari tena zaidi na zaidi, kuhudhuria hija nyingine, na wengine tuelewe kwamba miaka mingine 25, mwaka 2050 wengine labda hatuta kuweko, lakini tutumie hii nafasi ya mwaka huu mtakatifu kujitakatifuza zaidi. Mungu atatusikiliza, tupeleke maombi yetu. Sote tuna mizigo mingi, tuna familia, hata sisi binafsi wenyewe tuko binafsi, tumelemewa na vitu vingi, lakini tuna familia, tuna majirani, tuna utume wetu. Sasa mara nyingi ni lazima tuende pale kumuomba Mungu tuweze kuelewa, atupe njia sahihi
ya kufuata katika familia zetu, watoto wetu, tuweze kuishi na tupelekane mbinguni. Asante sana. Shukrani. Basi tunashukuru sana Mzee Amedeus kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa, tena kwa urefu na kwa mapana. Tumeweza kuelewa katika kwenda huko mlimani Pugu ambayo imeanzishwa mwaka 1888. Miaka mingi sana ambayo kwa wewe ambaye umezaliwa juzi unaweza kuona ni kazi enzi ya mkoloni Mjerumani. Haya, basi tuweze kufahamu pengine nilimuuliza baba pa kidogo Mzee Lipingu kwamba kuna watu gani ambao watakuwa wanatoa mada hiyo siku. Asante sana ndugu mtangazaji. Mada ya kwanza itatolewa na Padri Prosper Kesi OFM Cup. Alafu ya pili itatolewa na Father Bonaventure Mushi wa Damu Azizi. Na nyingine itatolewa na baba mkurugenzi wa walei jimbo kuu Father Vitalis Kasembo. Nyingine zitakuwa ni misala na kuabudu Ekaristi na rosari na pengine tunaweza tukawaambia nini watazamaji watarajie nini katika hiyo siku, hasa wale ambao watajongea pamoja kwenda katika huko mlimani kwa ajili ya kujitenga na wengine, lakini kumtafakari Mungu zaidi. Kitu kikubwa cha kuwaeleza ni kwamba watapata lishe roho kubwa kabisa, na hii itawasaidia kubadilika. Wanasema metanoia. Ina maana kwamba tutapata uongofu, tutaongokea Ukristo wetu vizuri zaidi. Kila kitu tutakachopata pale kitatusaidia sana turudi watu wapya. Wote watakao kwenda pale watarudi viumbe wapya ambao wataishi vizuri zaidi ndani ya familia zao, ndani ya jamii zao, ndani ya kanisa, na katika utume wao watakuwa tofauti kabisa. Kwa yale yote watakao pata yatawageuza, yatawabadili. Na pengine katika hiyo siku kutakuwa na nini? Kutakuwa na pengine maandamano kama ambavyo tumezoea, wanaume mnaandamana, mnatoka sehemu fulani, au watu watakuja namna gani? Tunakuja mmoja mmoja, unajua kuwakusanya wote kwa pamoja. Wengine wanatoka dekania ya Kibaha, wengine pamoja na kwamba tumeshatengana na Gaspari, lakini nao watakuja kwa sababu hija au mafungo hayana mipaka. Kwa hiyo na wao watakuja. Wengine watu wanaotoka mbali ndio tunaangalia, wengine wanatoka Kilimahewa alafu wanakuja Mbagala, zile parokia za. Kwa hiyo watakuja kila watu na jinsi yao kwa nafasi zao. Lakini walau kila mtu awe pale saa 12:30 ili tuweze kuanza, na tunaanza na maungamo. Watu wanakuja hawazagai tu, lakini wanafika wanaanza kuungama wakisubiri. Ikifika saa 1, saa 2 kamili tunaanza mafungo, mada zinaanza kutolewa. Ndio. Na pengine wakati gani kutakuwa na huo ukimya? Maana kama tunaona kuna mada nyingi, ukimya utakuweko au ni mafungo ya namna gani? Kutakuwa na mafungo kwa baada ya hizi katika session kutakuwa na kadogo mapumziko kidogo, lakini hata tukipumzika tusifanye kelele sana. Tumesema hapa tunatafakari, na maana ya retreat ni ukimya, na ni kuchukulia kwamba uko faraga mwenyewe. Wengine wako, lakini wewe umejipeleka faragani mwenyewe kwa ajili ya roho yako. Kwa utajiwekea nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi kwamba mimi
nitafunga kuongea, alafu nitatafakari mada iliyotolewa imesema hivi na hivi na hivi, je, mimi naiishi namna gani? Alafu baadaye usiku tutakuwa na kipindi cha ukimya, ambapo sasa tutaanza kuabudu Ekaristi. Hapo itakuwa ni ukimya mkubwa kabisa. Baadaye tutafanya ibada ya misa ya sakramenti lazima. Alafu baadaye tutaendelea tena kwenye ukimya na nyimbo na sala mpaka rozari ya huruma ya Mungu. Alafu baadaye tutakuwa na ukimya tu mpaka asubuhi saa 12. Tunaamka sasa kwenda kwenye njia ya msalaba. Kwa hiyo tutazunguka mara moja, tunakuja saa 1:30 wale ambao hawakuweza kuja mkesha waje asubuhi kwa ibada ya kufunga mkesha. Walau ni hija, waje kwa hija. Kwa sababu tutapewa neema ibada ya baraka ya rehema kamili, nao waje washiriki. Ndio. Haya basi, mpenzi mtazamaji, tukwambie tu itakuwa ni tarehe 21 kuamkia tarehe 22, ni mkesha wa UWAKA Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Bila shaka kama ambavyo umewasikia wageni wetu ndani ya studio kwamba wanakukaribisha yeyote yule, lakini wamelenga zaidi wakina baba, na wewe mama au kijana au nani, basi ni vema ukajumuika katika kuwa pamoja katika sala, maana tunapotafuta Mungu basi tunatakiwa kujibidisha. Na tupate nafasi ya kukamilisha kipindi chetu kama ambavyo tulianza, basi tulifungua kwa sala, basi tena tufunge kipindi chetu kwa sala. Labda una neno moja la kuambia watazamaji? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nina neno la kuambia, tena neno maalum, hasa wanaume wa Katoliki. Kwa sababu nafasi hii ni nadra. Na ndio kwa mara ya kwanza tumeizindua mwaka huu. Sio Mzee Mosha? Kwa mara ya kwanza tumeizindua mwaka huu. Lakini ni wasihi na kuwaomba sana kwamba tujitokeze kwa wingi. Kwa maana gani? Tunapojitokeza kwa wingi tunaenda kupata package yenye vitu kama 10 hivi kwa wakati mmoja. Na wakati mwingine fursa kama hiyo si rahisi kuipata kwenye maparokia yetu. Tunapata nini? Kwanza tunapata kuelezewa nini maana ya jubilei kuu. Pale tunaipata. Lakini pia mzee wangu hapa alisema tunaanza kwanza na maungamo, sio? Tunaanza kwanza na maungamo. Yaani tunajisafisha. Tunakwenda kupata historia na maana ya mafungo ni nini. Tunasikia tu wakati mwingine kwenye radio na nini. Sasa pale ni physically, yani tuna live watu nasema. Haya basi mzee wangu naona tuishie hapo. Kwa kweli tu mtazamaji, usikose na wala sio ya kukosa kubaki nyumbani. Tujumuike pamoja na wenzetu wanapotualika katika mambo mazuri ya kiroho. Baba, karibu nikukaribishe tuweze tufungie kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Amina. Basi mimi nafikiri Mtakatifu Pio anasema anaongea vizuri sana kuhusu tafakari. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba ukimya na tafakari, katika utafakari tunakutana na Mungu, tunakutana naye kwa uhakika. Kwa hiyo watu wote watakao kuja waelewe kwamba katika ule ukimya wanakutana na Mungu. Amen. Basi nakushukuru sana dada, naomba nimalizie. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe kila zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya mpenzi mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kuchukua muda wako na kutazama kipindi hiki. Nina imani utakuwa umepata kitu, kwa hivyo usikose pia kujiunga na vyombo hivi vya habari. Wewe pia uweze kushiriki katika adhimisho hilo la mkesha wa usiku ya tarehe 21 hadi tarehe 22, Ijumaa kuamkia Jumamosi, na Jumapili utakwenda, basi mambo yanakuwa mazuri kabisa. Mimi ni Selina Joseph Matuja, nimshukuru sana mzee wangu Amedeusi Mosha
Huyu ni mwenyekiti wa UWAKA jimbo la Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Shukrani. Lakini pia ni mshukuru mzee wangu John Lipindu. Shukrani sana. Huyu ni katibu wa UWAKA parokia ya Mburahati, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa UWAKA dekania ya Mtakatifu Joseph. Shukrani sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mtazamaji, hadi mara nyingine. Yeah.